Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA kupitia kituo cha hali ya hewa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere imeazimisha siku ya hali ya hewa duniani kwa kutoa elimu kwa wadau pamoja na kuweka mipango ya kuendelea kuboresha huduma na kuongeza tija na ufanisi ili kuhakikisha usalama wa usafiri wa anga. Maadhimisho hayo ya siku ya hali ya hewa duniani mwaka 2025 yamebeba kauli mbiu isemayo kwa pamoja tushughulikie pengo la utoaji wa tahadhari. Akizungumza leo Machi 23 mwaka huu jijini Dar es Salaam wakati wa kutoa elimu kwa wanafunzi wa shule mbalimbali za msingi waliotembelea kituo cha hali ya hewa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere, meneja wa TMA huduma za hali ya hewa usafiri wa anga na msimamizi wa kituo hiko Bwana John Mayunga amesema kuwa ni muhimu kuelimisha jamii ili waweze kuchukua tahadhari na kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. John Mayunga ni meneja wa mamlaka ya hali ya hewa anayeshughulikia huduma za hali ya hewa katika usafiri wa anga. Kama ulivyotangulia kusema, kila ifikapo tarehe 23 mwezi wa 3 dunia inaadhimisha siku ya hali ya hewa duniani, ambako kwa lugha ya kigeni tunaita World Meteorological Day. Ni kila mwaka inakuwa na kauli mbiu yake, na mwaka huu kauli mbiu ni pamoja tushughulikie pengo la utoaji tahadhari katika majanga ya hali ya hewa. Kwa Kiingereza wanasema closing the early warning gap together. Kwa hiyo sisi kama mamlaka ya hali ya hewa ambaye tumepewa majukumu ya kutoa hali ya hewa katika nchi yetu, tunaungana na nchi nyingine duniani kuweza kushiriki sherehe hii ambayo tumesema ni sherehe ya siku ya hali ya hewa duniani. Kwa kweli kama kauli mbiu yetu inavyosema ni kupunguza lile pengo la utoaji tahadhari wa hali mbaya ya hali ya hewa. Na ukiangalia majanga mengi sasa hivi duniani yanaendeshwa na mabadiliko ya hali ya hewa. Kwa hiyo umuhimu wake ni mkubwa sana, watu waweze kujua hali ya hewa na wachukue tahadhari kwa aina gani. Kwa hiyo ni muhimu siku hii ili kuelimisha jamii kuhusu hali ya hewa, lakini muhimu kubwa ni katika utoaji wa tahadhari kabla watu hawajapata athari kubwa ambazo zinaweza kutokana na hali majanga na mambo ya hali ya hewa. Huduma za hali ya hewa zinahusika katika sekta mbalimbali, ni mtambuka. Huduma za hali ya hewa zinasaidia usafiri majini, zinasaidia usafiri angani, unasaidia wakulima, inasaidia mambo ya kiuchumi. Kwa hiyo ni huduma ambazo ni mtambuka. Katika upande wa huduma za hali ya hewa, kama unavyoona karibu vituo vyote vya uwanja wa ndege kuna vituo vyetu vya huduma za hali ya hewa katika usafiri wa anga. Lakini tumeenda mbali zaidi ambako sasa hivi tumeboresha vifaa vyetu, vimekuwa ni vya kisasa. Kutoka vile vifaa ambavyo vilikuwa wanasema manyo, lakini kwenda kwenye teknolojia ya kisasa. Tuna vifaa ambavyo sasa hivi unaweza kupata taarifa za hali ya hewa kwa kujiendesha wenyewe. Kwa hiyo mwingiliano wa watu unakuwa ni mdogo na kuweza kuwafikia walengwa kwa wakati. Lakini vile vile tumeboresha mifumo ya kuweza kutuma hizo taarifa zetu ili kuweza kuwafikia wateja wetu kwa wakati na mapema zaidi. Ni muhimu sana kwa sababu kwanza tunajitathmini sisi kama wataalamu kuhusu huduma zetu, lakini pia tunakutana na wenzetu ambao ni wadau wetu ili waweze kupata tupate kile ambacho wao wanaona kuhusu huduma zetu. Tunajaribu kualika watu mbalimbali, wanafunzi kuelimisha huduma zetu katika sekta mbalimbali. Leo tulikuwa nao hapa wanafunzi na walimu kutoka shule mbalimbali kuweza kuona huduma tunazotoa, lakini muhimu zaidi kwenda kwenye ile kauli mbiu yetu kuhusu utoaji wa taarifa mapema za tahadhari. Mbinu tumeziimarisha. Tuna rada, tuna vifaa vya kisasa, lakini pia zaidi huwa tunakutana na wateja wetu. Mwaka jana tumekutana na wateja ambao ni kutoka usafiri wa anga. Tumefanya kikao cha pamoja kuweza kujadiliana na kuweza kutupa kila ambacho wao wanakiona kuhusu sisi ili tuweze kuboresha huduma zetu. Lakini pia sisi tunakaguliwa kuhusiana na huduma zetu tunazotoa. Kwa hiyo miaka yote kuanzia 2010 tumeendelea kuwa na cheti
cha kutoaji huduma za hali ya hewa katika usafiri wa anga. Tunategemea kwamba wananchi waweze kufanya mipango yao ya kiuchumi, ya kijamii kwa kusikiliza na kufuatilia huduma za hali ya hewa. Huduma za hali ya hewa ni muhimu sana katika mipango yao. Tumeona majanga mengi sasa hivi. Zinakuja mvua kubwa, kunakuwa na ukame, kunakuwa na joto kubwa. Kwa hiyo ni muhimu sana wadau wetu na wananchi kwa ujumla kuweza kufuatilia huduma za hali ya hewa ili waweze kupanga mipango yao na kufanikisha mipango yao. Naye msimamizi wa kituo cha uangazi Bwana Hari Selemani amesema kuwa anajivunia kutumia teknolojia ya kisasa ambayo imewezesha kutoa taarifa za uhakika za hali ya hewa pamoja na kupunguza changamoto kwa asilimia kubwa katika utendaji wa kazi. Kwa Hari Selemani Musa ni msimamizi wa kituo cha uangazi wa hali ya hewa katika kituo cha Julius Nyerere International Airport. Kazi zetu hapa ni kutoa taarifa za hali ya hewa za huduma wa usafiri wa anga na taarifa zingine kwa ajili ya utafiti na kutoa utabiri. Kwa siku ya hali ya hewa duniani, kwa hapa kituoni kwetu tunaandaa wageni ambao watakuja kututembelea ili waweze kujua tunafanya shughuli gani katika kituo chetu. Utaratibu umekuwa kila mwaka na wageni tunawapata kutoka taasisi mbalimbali zikiwepo vyuo, mashule, hata wafanyakazi wa taasisi yoyote ambao wako tayari kuja kutembelea kwa siku ya leo, tunawakaribisha ili tuweze kuwapa kile tunachokifanya na lengo la kuwepo kwa siku ya leo ya hali ya hewa duniani. Kama ulivyoona katika kituo chetu, vitu vingi vimetoka katika mfumo wa analogia tumeingia katika digitali. Kwa hiyo hata utoaji wa taarifa umeimprove. Umekuwa taarifa zipazo ziko sahihi, tumepunguza human error. Kwa hiyo kadri siku zinavyozidi kwenda tunaendelea kuboresha vifaa vyetu vya kuweza kutoa hizo data kwa ajili ya kuandaa taarifa mbalimbali za hali ya hewa. Hicho ni kikubwa, na nafikiri hata ukifuatilia kuanzia miaka ya nyuma mpaka sasa hivi unaweza kugundua kwamba taarifa za hali ya hewa zimekuwa sahihi zaidi kulinganisha na miaka ya nyuma. Kwa kawaida kama nilivyotoa taarifa au kama nilivyokueleza hapo awali kwamba tunatoa taarifa kwa ajili ya usafiri wa anga na mambo mengineyo. Kwa hiyo kwa upande wa usafiri wa anga tuna mkataba, tumeingia mkataba wa kuweza kutoa huduma hii kwa usahihi kwa wateja wetu. Kwa hiyo lengo moja wapo ni kutoa huduma sahihi na bora kwa wateja wetu. Na hata ukiangalia tunaita CTMA policy, ukiisoma ile au ukiipata inajionyesha dhahiri kwamba tumedhamiria yani kutoa huduma bora, sahihi na kwa wakati ili wateja wetu waweze kuzipata na kuzitumia kwa usahihi. Wito kwanza tulikuwa tunawaomba especially wananchi wa kawaida kwamba wafuatilie taarifa za hali ya hewa, na kama thimu ya mwaka huu inavyosema kwa pamoja tushughulikie pengo la utoaji wa tahadhari. Inamaanisha tahadhari ikitolewa inasaidia kupunguza majanga au kupunguza maafa. Kwa hiyo ukiipata kwa wakati na kama utaifuatilia vizuri basi itakusaidia kukuokoa katika majanga mbalimbali. Hilo kwa wananchi wa kawaida. Tunawashauri, tunawaomba, tunawasihi waendelee kufuatilia taarifa za hali ya hewa kwa shughuli zao na kwa maisha yao. Na kwa stakeholders au wadau ambao tunashirikiana nao katika especially mambo ya usafiri wa anga, wao tunawaomba waendelee kutumia huduma zetu ili waweze kutekeleza majukumu yao. Kwa upande wao walimu pamoja na baadhi ya wanafunzi akiwemo Ivan Yona na Jacqueline Rafael kutoka shule ya msingi Michael Mausa wameishukuru TMA kwa kuelimisha kuhusu utendaji wa kazi zao, jambo ambalo
limewasaidia kuwa na uelewa zaidi kuhusu matumizi ya taarifa za hali ya hewa. Jina langu naitwa Helen James, ni mwalimu mkuu wa shule inaitwa Michael Mausa Memorial School, ipo Kinyerezi. Tumefika hapa hali ya hewa, tulikuwa tunajifunza vitu vingi sana, lakini tumeamua kuleta watoto wetu waje wajifunze kwa bavione kabisa. Tunamshukuru Mungu ametuleta mahali hapa. Tumefika hapa, watoto wamejifunza vile tulikuwa tunawafundisha darasani, sasa hivi wameviona macho kwa macho. Kwa hiyo tunawakaribisha na mashule mengine waje wajifunze, watoto wavione hapa. Kulingana na elimu wameipata hapa, kwa sababu kwa wengi wao wanapenda sana kuwa warubani, pilot, lakini kwa vitu wameviona vitawasaidia paka maishani yao, yani tuseme maisha yao milele na milele. Yani wamefunza vitu vizuri sana sana. Kwa majina naitwa Jacqueline Rosemary Raphael, natokea katika shule ya msingi Michael Mausa Memorial School iliyopo Kinyerezi. Leo tulikuwa na study tour ya kuja Tanzania Meteorological Authority. Tulipokuja hapa, tumekuja kujifunza elements za weather mbalimbali, functions zake na zinavyotumika. Kwanza tulikuja tukaona automatic weather station. Tulijifunza mambo mengi kwenye automatic weather station, element nyingi na pia faida zake zikitumika. Pia tulijifunza namna ambavyo information kutoka kwenye automatic weather station zinavyoenda kwenda kwenye kompyuta ofisini. Faida tunazozipata kwenye hii meteorological station ni kwamba mimi ndoto yangu ni kuwa rubani. Kwa hiyo hapa nimejifunza vitu vingi sana ambavyo vitanisaidia ukiachana na vya darasani. Kwa mfano, nimejifunza jinsi ya kupima humidity, jinsi ya kupima thermometer na pia data zinavyoingia kutoka kwenye Stevenson screen kwenda kwenye ofisi zao. Jina langu ni Ivan Wilson Yona. Nimetokea shule ya Michael Mausa, nipo darasa 7 mwaka huu 2025. Kama unavyoona tumekuja kutembelea hapa Tanzania Meteorological Authority, ambayo ni taasisi ambayo inapima hali ya hewa kwa ajili ya manufaa ya airport na nchi kwa ujumla. Hapa nimejifunza mambo mengi. Tumeona vifaa vya kupimia elements of weather mbalimbali, tumeona vifaa mbalimbali, pia tumejifunza mengineyo kuhusu function zake. Noel Lukanuga, Uondo TV, Dar es Salaam.